Bwana Yesu asifiwe. Ndugu kona tufuata kwenye ibada kwenye mtandao hii, Mungu akubariki na jamaa yako yote. Praise the Lord, brethren who are following us on this media with your family. May God bless you. Ujumbe tunakuletea saizi nasema, nani njoo Yona wa maisha yako? The message we are bringing you right now is saying, who is Jonah of your life? Injili ya Yona tunaweza ihubiri ku ngazi mbalimbali ama kufuatana na gisi Roho Mtakatifu anafunua. The gospel of Jonah, we can preach it in different ways, different levels, according to how Holy Ghost gives us the ability. Tunaweza hubiri Yona kama vile ni muasi, aliasi sauti ya Mungu, akaacha kazi Mungu alimtuma, akaenda fanya mambo mengine. We can preach about Jonah as a rebellious person who rebelled against God, left the way God sent him, where God sent him to go, and took his own way. Lakini leo nataka ongea Yona kama shida kwa maisha yako. But today I want to talk about Jonah as a problem in your life. Jina Yona maana yake njiwa. The meaning of the name Jonah means storm. Njiwa, dove. It means a dove. Njiwa. Dove. Yona baba yake aliitwa Amitai. Jonah, his father's name was Amitai. Hapa kwa hii chapter hawaongee jina la mama yake. Here in this chapter they don't talk about the name of his mother. Jonah alikuwa mtumishi wa Mungu ama Yona? Jonah was a minister of God. Mungu akamtuma. God sent him aende Ninawi. to go to Nineveh. Acha tusome Yona sura 1 mstari wa kwanza mpaka wa 6 alafu 15. Let us read the book of Jonah chapter 1 from verse 1 up to 5, then we jump to verse 15. 1 mpaka 6. 1 up to verse 6. Alafu ruka 15. Then Msome jump atusome. up to verse 15. Let my reader read. I'm reading the book of Jonah chapter 1 from verse 1 to 6. Then I jump to verse 15. Now the word of the Lord came to Jonah the son of Amittai, saying, Arise, go to Nineveh, that great city, and cry out against it, for their wickedness has come up before me. But Jonah arose to flee to Tarshish from the presence of the Lord. He went down to Joppa and found a ship going to Tarshish. So he paid the fare and went down into it to go with them to Tarshish from the presence of the Lord. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Then the marines were afraid and were... I beg your pardon. Then the marines were afraid, and every man cried out to his God, and threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. But Jonah had gone down into the lowest parts of the ship, had lain down, and was fast asleep. Then verse 15. So they picked up Jonah and threw him into the sea, and the sea ceased from its raging. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe milele. Praise the Lord forever. Sikiliza. Listen. Yona ni nani? Nani njoo Yona wa maisha yako? Who is Jonah? Who is Jonah of your life? Yona Mungu alimtuma aende Ninawi. Jonah was sent by God to go to Nineveh. Yona angepasha kuwa baraka kwa watu wa Ninawi. Jonah was a blessing to the people of Nineveh. Lakini akaacha njia yake, akapanda meli ingine ya kwenda Tarshish. But he left his way and boarded a ship going to Tarshish. Pale aende Ninawi, instead of going to Nineveh, akaenda Tarshish. He went to Tarshish. Akaenda kuwa shida kwa hawa watu. He became a problem to those people. Yona alipoingia tu mwa hii mashua tu, when Jonah just entered into this ship, wakaondoka. They took off kama kawaida, just as usual. Hiyo njia walikuwa naipitiaka kila siku. That way they could pass in every day. Lakini hiyo siku juu Yona aliwaingilia. But that day, because Jonah had entered into them, mambo ikaharibika. Situations became worse. Yona kiingia mu maisha yako, when Jonah enters into your life, mambo 5 itafanyika. 5 things will happen to you. Tusome mstari wa 4. Let us read verse 4. Yona 1:4, Swahili nasema, lakini Bwana alituma pepo nyingi baharini, na ilikuwa tufani kubwa baharini,
hata merikebu ilikuwa karibu na kuvunjika. Jonah chapter 1 verse 4. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken up. Yona kiingia maisha yako, cha kwanza kitafanyika zoruba. When Jonah enters into your life, the first thing that will happen to you is the storm. Yona kiingia mundoa, ndoa inaingia muzoruba, neneza vunjika. When Jonah enters into your marriage, the marriage will be shaken and it can get broken. Yona kiingia mkazi yako, hata kama ulikuwa na cheo kubwa, watakuchukia, utapigwa vita vya ajabu pako jisikie kama waache hiyo kazi, na mshahara inashima hautapata tena. Jonah, when he enters into your job, even if you're a big person in that job, Jonah will fight against you. You'll even be not paid and even can have a feeling of leaving that job. Yona kiingia watoto wako wote wanaharibika, wanakuwa walevi, washarati, watu wenye wana adabu na wanakataa hata masomo. When Jonah enters into your children, they'll become useless, they'll get spoiled, they'll smoke opium, they'll start crooking around and they'll get wasted completely. Yona ukimpatia hata lift kwa gari yako, mipira zinaenda pasuka, gari na chamuka, gari inaanza kufa, hata kama ilikuwa mzuri. Meju Yona ameingia, zoruba zinaingia. When you give Jonah even a lift in your vehicle, the tires will get punctured, your vehicle will break because Jonah is in your vehicle. Yona alipoingia mwa hii mashua, zoruba kaingia. When Jonah entered into this ship, the storm began. Akiingia mbiashara yako, hakuna hata mtu atanunua tena, na watakuchukua madeni, hawatakulipa. When Jonah enters into your business, you'll not even get customers and people will get debts from you and they'll not pay you. Zoruba imekuingilia maisha ni kwa sababu kuna Yona aliyekuingilia kwa siri. The storm that has entered your life, which is disturbing you, because Jonah has entered into your life secretly. Lakini kuna mtuliza bahari anayeitwa Yesu Kristo, atakutulizia hiyo zoruba yote iliyoingia kwa bahari kwa maisha yako. Zoruba hiyo itulie kwa jina la Yesu Kristo. But there is one who calms the storms of the sea. That is Jesus Christ. He's going to calm the storm which is in your life in Jesus' name. Zoruba ikiingilia kwa familia, hakuna kusemesha mwingine na hakuna kusaidia mwingine. Kila mtu anaishi kivyake. Zoruba ya Yona imeingia. Yona ndio chanzo. When storms enters into the family, no one will assist each other, no one will greet each other. The storm has entered and Jonah is the source of that problem. Zoruba zoko napitia mu maisha leo, kuna Yona mwenye iko naleta hizo zoruba. The storm that you are going through today, there is Jonah who is in that storm. Na jinsi uko natufuata, uko nasikia hii mahubiri saa hizi, Mungu atakufunulia ile Yona na umtupe mumai, kimya taingia. And as you are following us, as we preach right now, you will know that Jonah, and you will get him and throw him right now in the water. Kitu cha pili kinafanyika Yona kiingia maisha yako ni uoga. Well, the second thing that happens into your life when Jonah enters into your life is fear. Mstari wa 5. Verse 5. Nao wabaharia waliogopa. Now these people, they were... Soma 5 hiyo kapande tu kamoja hapo. The Marines were afraid. Wabaharia wale wa kapiteni na ekipe yote walipoona kile kimefanyika wakaogopa. The Marines, when they saw what was happening and those who were in the boat, they got scared. Yona kiingia maisha yako analeta uoga. When Jonah enters into your life, he brings fear. Yona gani ameanza kukutisha? Now which Jonah has made you to be afraid? Huenda nitakufa. No, you think you are going to die? Huenda huyu mume ameenda hata rudi tena. Maybe this man will leave me and not come huenda hii back. kazi watanifukuza. Maybe this job they'll chase me. Huenda hii biashara niache sasa juu mambo haiendelei tena. Maybe this business I leave it because things are not moving Wabaharia wakaogopa sana. The Marines were so afraid. Juu walikuwa hawajawahi ona kitu kama hiyo. Because they had never seen such a kind of thing. Lakini shida ni analeta uoga zote ni Yona ameingia. But the person who brought all this problem and the fear was Jonah. Nani Yona amekuingilia kunaleta uoga kwako? Who is that Jonah who has entered into your life bringing you fear in your life? Jambo la tatu linafanyika Yona akiingia kwako. The third thing that happens to you when Jonah enters into your life. Soma hiyo 5 tu. Let me read verse 5.
And every man cried out to his God. Amina. Amen. Yona akiingia maisha ya mtu pia inamfanya mtu kuomba. When Jonah enters into your life, makes you to pray. Kuna watu wengine hawezi omba kama hajaona shida. There are some people cannot pray when they have not seen problem. Akiona shida ndio atapenda maombi sasa. When he sees problem, that's when he loves prayers. Kama tunamjua mzee mmoja alikuwa hapendi maombi. Like one man who didn't love praying. Tukikuja kwake, when we could go to his anakuwa home, makali kabisa. he becomes so cruel. Anapita hata kuwasalimu, hataki hata kuwasalimu. He bypasses us even without greeting us. Lakini siku moja, but one day, alilota ndoto ya ajabu sana. He dreamt a scaring dream. Amelotwa amemfunga miguu juu. He dreamt that had bound his legs up. Katikati ya bahari. In the midst of the na sea. kuna mamba kule zinamngoja. And there was also a crocodile waiting for him. Na mtu alikuwa na mpanga akuja akate ile kamba juu ambuke mamba zimumeze. And there was somebody had a panga to come and cut that rope that the crocodile swallows in. Alianza lalamika kwa ndoto. He started shouting in the dream. Msiniue. Do not kill me. Alipoamka asubuhi, when he woke up in the morning, ameshituka akiwa na uoga na jasho inamtoka. He woke up so scared and also sweating. Aliambia mke wake ita wa pastor. He told his wife call pastors. Tulipofika yende alikuwa wa kwanza kupiga magoti na kutia mikono, yule asema nyote munitilie mikono kama na miguu kama na Biblia mtie kukichwa yangu muniombee. When we reached his house, he was the first welcome us. He knelt it down and he told us, please pastors, you lay all of you your hands upon me, put your Bibles, you can even put your legs on my head. Muokoe maisha yangu, muokoe maisha yangu. Save my life, save my life. Anabana miguu kabisa. Oh, he touched his hand. Miguu yangu. He held my legs so tightly. Tuambia mzee sasa acha tuombe. I told him, you gentlemen, let us pray now. Lakini cha kwanza inabidi uokoke. But the first thing you need akasema niko tayari. I said I'm ready. Kuokoka ni nini? Nifanye nini? Getting saved, what should I do? Nitoe ngapi? How much should I give? Nasema hapana. I said no. Wokovu ni ya bure. Salvation is for free. Rudilia tu maneno. Just repeat these words. Na huyo mzee akaokoka. And that man got saved. Kuna watu wengine hawezi omba, hawezi okoka kama Yona hayamuingilia. There are some people cannot get saved, they cannot pray when Jonah has not entered into their life. Hawa watu walianza omba, kila mtu akaomba Mungu wake. Those people began to pray, each and everyone started praying his sababu Yona ameingia. Because Jonah had entered. Jambo la ine linalofanyika Yona akikuingilia. The fourth thing that happens to you when Jonah has entered to your life. Endelea hapo. Kwa hiyo ya tano tu. Let me continue in verse 5 of chapter 1 of Jonah. And threw the cargo that was in the ship into the sea to lighten the load. Aha. Wakaanza tupa mizigo yao kwa maji. They started throwing their cargo in the water. Yona kikuingilio utaanza poteza. When Jonah enters into your life, you start losing things. Unapoteza nyumba yako. You lose your house. Unapoteza gari yako. You lose your vehicle. Unapoteza ndoa yako. You lose your marriage. Unapoteza kazi yako. You lose your job. Watu ya maana wanakukataa bila sababu, wanakukimbia. Precious people leave you without any reason. Unapoteza hata simu ya mzuri, wanaiba hayo tu. You lose even your smartphone, they steal it from you. Yona kikuingilia na mwizi ataacha manyumba kwako ndio anakiaiba, anaacha manyumba yote kwako ndio anakiaiba. When Jonah enters into your life, the thieves will leave all other people's houses, will storm into your only house. Unaanza poteza. You start losing things. Pesa inapotea. Money, unakopesha mtu hata rudishaka tena. You lend to somebody money will never refund you. Na maisha ya maombi inapotea. Even the life of prayers will lose. Na maisha ya kutoa inapotea, hutatoa tena, moja ya 10 na mengine. Even the life of giving, you not even give tithe and even other offerings. Yona ameingia. Jonah has entered. Mungu akurudishie ulichopoteza chote. May God return to you, restore to you everything that you Kila lost. kiomepoteza. Everything that you lost. Mungu akurudishie. May God restore it. Kwa jina la Yesu. In the name of Jesus. Nini umepoteza kwa maisha? What have you lost in your life? Watu walikuwa na mizigo ya bei kubwa sana. People had precious cargoes. Lakini but ilibidi waitupe kwa maji. They needed to throw them in water. Juu wapate usalama. That they get safety. Napenda ongea hapa sana wakati tunatahubiri Yona haiko shida, lakini tunatahubiri Yona kama
ni Yesu Kristo. I love here so much when we want to preach about Jonah not as a problem but as Christ Jesus. Wakati anaingia maisha ya mtu kuna vitu inabidi utupe. Kuna vitu inabidi upoteze na ubadiliki. When Jonah, we preach him as Christ has entered into your life. There's some things that you need to throw out of your life which are useless. Lakini leo sihubiri hiyo injili, niko nahubiri Yona kama shida. Ndio kwa mimi na focus. But today, wait a bit. I'm focused today. I'm preaching about Jonah as a problem. Yona kama shida akiwa kwa maisha yako, utapoteza vitu. Jonah as a problem, when is in your life, you will lose things. Na sijua umepoteza nini. I don't know what you have lost. Lakini Mungu aurejeshe, akurejeshe na kuombea. Mungu atakurejeshea. But God of restoration, let him restore to you. I'm praying for you. God will restore everything you lost. Mungu akurudishie kwa jina la Yesu. May God restore to you in Jesus' name. Mungu akurudishie chochote umepoteza. God restore everything that you lost. Watu wamepoteza kabisa. People have lost so much juu ya Yona. Because of Jonah. Na jambo la tano na la mwisho linafanyika Yona akiingia maisha yako. And the fifth thing and the last thing, when Jonah enters into your life, unachelewa, safari yako inachelewa. Your journey is delayed. Safari kwenye ungeenda saa moja ama mbili utaifanya saa 10 ama siku yote. The journey that you make within 1 or 2 hours, you'll make it 10 hours or the whole day. Hawa watu wakateseka, wakatabika sana, wakataabika na hii safari ya shida. Those people were so troubled, they suffered, they vomited in this journey. Wakaomba. They prayed. Kitakusaidia kutambua Yona wa maisha yako ni maombi. What will help you to recognize Jonah of your life is prayers. Usiache maombi. Don't stop praying. Mtu asikuzuie kuomba. Nobody should hinder you from praying. Maombi kuna nguvu sana. Prayers is so powerful. Hata kama unaomba hauyaona leo, usiache, utaona tu ukionaombea. Even if you pray today, you don't see the outcome, continue praying, you will see the outcome. Watu walianza omba. People began Kila praying. mtu anaomba Mungu wake. Every person prayed his or her God. Watu waliita Mungu, watu waliomba. People prayed and called upon their na God. kapiteni iko natembea aangalie. And the captain was moving around to see. Aangalie shida inatoka wapi. To see where the problem is coming from. Akakuta Yona amelala usingizi. Found Jonah in deep sleep. Unajua Yona kishamaliza turuble maisha yako, yanaenda lala tu. You know, when Jonah has troubled your life, he goes to sleep. Kuna wakati mwingine atakia hata nakusalimia na kuambia habari, mambo yanaendeleaje, kumbe njoo mtesi wa maisha yako. And sometimes can even come to you, how did you sleep, how is the morning, yet is the troubler of your life. Njoo anakusumbua, analala usingizi. He who is the trouble in your life is deeply asleep. Na atakuwa anakia kuona, anakuambia pole sana dada yangu, tangio olewa hauyazalaka, pole dada yangu, na njoo anakuendea kubafumu kila siku na kukuroga. And he'll come to you, sorry, my sister, from the time you got married, you have never got a child, and yet that's the person who goes to the witches to bewitch you. Yona, leo tutamtambua ni nani. Jonah, today we shall recognize him. Who is Yona anayesumbua huduma yako, leo atajulikana. Nani ndio Yona wa maisha yako? Jonah who is disturbing your ministry will be recognized today. Who is Jonah of your life? Na ni hapa kupitia maombi captain akamwona Yona. Now from there, through prayers, then captain recognized Jonah. Na wakati tuko tunaongea Yona kama shida, mambo yatakusaidia. Ya kwanza ni maombi, ya pili ni kapitene, na kapitene wetu ni Yesu Kristo. When we are talking about Jonah as a problem, the first thing that will help you is maombi, is prayers, and the second thing that will help you is Jesus Christ, who is our captain. Hallelujah. Amen. Ndiye kiongozi wa mashua. He is the driver of the ship. Yesu ndio anaongoza maisha yetu. Jesus is the one who leads our life. Hata kama zoruba inaingia, yeye tena ndiye ataleta solution, ndiye atagundua kwenye Yona iko. Even if our life there is trouble, he will know, he will be the one to discover where Jonah is. Akamuuliza Yona. And asked Jonah. Mstari wa 8. Verse 8. Jonah chapter 1 verse 8. Then they said to him, please tell us, for whose cause is this trouble upon us?
What is your occupation? And where do you come from? What is your country? And of what people are you? Amen. Aha. Kazi yako ni nini? What is your occupation? Kapiteni anakuuliza au mko natufuata saa hizi. Yesu iko nakuuliza, kazi yako kwa ufalme wa Mungu ni gani? You who is listening to us, the captain who is Jesus asking you, what is your occupation in his kingdom? Kazi yako ni gani? What is your occupation? Unahitaji kazi mbili. You need 2 jobs. Ya kwanza juu ya ufalme wa Mungu. The first one for the God's kingdom. Ya pili kazi ya kawaida, tumika, asiyetumika na sikule. The second one, you have to work this usual job. Whoever does not work shall not have anything to Na eat. kama una kazi tunakuombea mbingu zikukumbuke uipate kwa jina la Yesu. And if you don't have a job, we are praying for you, heaven to remember you, that you will start working in Jesus' name. Kapiteni anakuuliza, kazi yako ni gani? Captain is asking you, what is your occupation? Na unatoka wapi? Where do you come from? Kila mtu iko na pase yake, iko na kwenye anatoka. Unatoka wapi? Every person has. Kila mtu yeyote tunamuona iko na historia yake, iko na kwenye iko natoka na kwenye iko naelekea. Ndiyo maana wanamuuliza Yona, unatoka wapi? Every person has his or her, where she's coming from, where the person stays, and that's why they're asking Jonah, where are you coming from? Hallelujah. Amen. Unatoka wapi? Where do you come from? Nawe ninakuuliza unatoka wapi? And even here I'm asking you, where are you coming from? Unapaswa kuwa na shukrani mbele ya Mungu. Juu Mungu anakutosha mbali. You must have thanks before God because God has got you from far. Na akamuuliza swali la 3, nchi yako ni wapi? And he asked him a third question, where is your country? Haleluya. Hallelujah. Na swali ya mwisho, wewe ni mtu wa kabila gani? And the last question, from what tribe are you? Sisi ni Wakristo, tumeokoka, Yesu ni Bwana. For us, we are Christians, we have got saved, and Jesus Christ is our Lord. Kapiteni akamgundua Yona. Captain got out Jonah, Akakuja na mleta mbele ya watu. brought him before the people. Akasema kama shida imetupata ni juu ya huyu. He said, if the trouble has got us because of this man, Kapiteni wetu Yesu leo iko nagundua shida yako. our captain Jesus Christ today is discovering your problem. Shida yako itajulikana nani njoo Yona wako. Your problem will be known. Who is your Jonah? Wakamuuliza tukufanyizie nini? Wewe umetuletea hii shida. Il faut troubler les troubleurs de ta vie. They asked him, what should we do for you? Who is the trouble of who has become a trouble to us? Mwana kutrouble na wewe mtrouble. The one who troubles you must trouble that person. Yona also. akasema munitupe kumaji. Jonah said, throw me in the water. Hawakungoja. They didn't wait. Wabaharia wakamchukua Yona, The Marines got Jonah. wakamtupa mumaji. They threw him in water. Hapo There and then, bahari katulia. the water calmed. Walianza jiuliza, tungemjua ta saa yenye kuna kata tiketi, tungemjua ta hangi kanyaga mwa hii mashua. They said, if we knew before he had even got the ticket, we wouldn't have accepted him to board this ship. Lakini shida ilishaingia. The problem had already entered. Kuna mashida zingine Mungu anakuwa anaruhusu zifike. There are some problems that God allows to reach us. Kile kinafichwa ni kia Mungu na kile kinafunuliwa ndio kietu. What is hidden is for God, but what is revealed is for us. Na usijiulize juu ya nini Mungu aliruhusu Yona kuniingilia. Hapana, Mungu anajua kwa nini. And don't ask yourself, why did God allow Jonah to enter into my life? God knows. Leave it for him. Lakini we endelea omba tu. Just for you, continue praying. Yona unapomtupa mumaji, When Jonah, you throw him in water, hapo there and then, kimya itaingia. the calmness will come. Na jinsi unatufuata saa hizi, And as you're following us now, utamtambua Yona you'll recognize na Jonah atatupa kwa maji and be thrown in water. na kimya itaingia. And calmness will Tunakuombea come. kwa jina la Yesu, We are praying for you in Jesus' Yona wa name. maisha yako Jonah of your life, leo hii today, iko natupa kwa He's maji. being thrown in water. Yona mwalingia mwafya yako Jonah
entered into your house. ametrouble afya yako mzima. He has troubled the whole of your life. Leo umeze hii dawa, umeze hii, nyumba imekuwa pharmacy. Today, every day you swallow this kind of medicine and your house has become a pharmacy. Yona ameingia. Jonah has entered. Utamjua huyo Yona. You will know that Jonah. Inabidi atupwe kwa maji. He needs to be thrown in water. Na amani ingie. And peace enters. Yona mwingine ni we peke ndio Yona wa maisha yako. Another Jonah is you yourself is Jonah of your life. Kuna tabia iko ndani mwako yenye haitaki uendelee. There's a character in you that does not allow you to continue. Kwetu anasemaka mwenye tabia yake haiachaki. That whoever has his own character does not leave it. Ile tabia ambayo uko nayo njoo Yona wako mwe anashinda batu iko na kukatala na unajiuliza wananikatalia nini? Tabia yako mbaya. Tosha ule Yona maisha yako leo, kimya iingie. That bad character in you which has made people to reject you, to go far away from you, you need to throw that character in water that your life ceases. Kila Yona akiingia mkanisa na vuruga kanisa yote, watu wanaanza kimbia na kuchukia hata watumishi wa Mungu. Kumbe ni Yona wa maneno shwi. Yona, tutakutupa mumai leo. When Jonah enters into the church, you find people are gossiping around and it troubles the church, and the church breaks into the church breaks because Jonah of words has entered the church. Yona akiingia tabukwaya na iangusha yote chini. When Jonah enters the church, makes the church to separate, to break up. Meleo Yona. And today Jonah, tuko na mtupa kwa maji. we are throwing him in water. Hallelujah. Hallelujah. Na kimya itaingia. And calmness will come. Najua kulikuwa avenue moja. You know there was one avenue. Na kwa ile avenue, and in that avenue, hakuna mwalikuwa naolewa binti. there was no one who could get marry any girl from that avenue. Sababu kulikuwa binti moja. Because there was one lady there. Akiona tu mwanataka chumbiliwa anakia ongea maneno ya uongo, maneno yote anabebesha mtu, wanamchukia. When he sees that there was one lady, when he could see any lady betrothed in that avenue, could come and talk evil words against that girl, and the one who had betrothed her would just leave the girl like that. Na siku moja binti moja anataka olewa. And one day there's a lady wanted to get married. Mume anatoka mbali anakia muoa. And the man has come from far to marry her. Walikuwa naongeaka tu kumitandao. And they could talk on the media. Mume anakuja na mali. And the man came with the dowry. Yona anakuja. Jonah came. Anamwambia. And told him. Unajua alikuwa na mimba. You know, she had a womb. Ya askari moja Sodamu alikuwa anafika pale. Of a certain soldier who could come and he was friendly to her. Na saizi. And right now, ameenda toa ile mimba. She has gone to abort that womb. Juu nimesikia ndoa iko nafanyika. Because she has had a day's marriage going on. Na huyu dada alienda wapi? Alienda kusalua mtengeneze nywele. And that lady had just gone to salon to make her hair. Mara moja anakimbia. This one runs very fast. Anagonga mara moja. Hits it immediately. Anauliza. And asks, wapi mchumba wangu? Where is the girl whom I have betrothed? Sitasema jina lake. I'll not mention her name. Mama anambia, karibu baba. Aseme hapana, nataka nimuone tu. You're most welcome. Said, I want to see that girl of mine. Aseme ameenda kusalon. She has gone to salon. Mrohe anatoa mimba kweli? Said, has she aborted really? Anakimbia, salon ya wapi? Which salon? Angalia shetani naye. Now you see how devil does it. Kufika kusaluni. Reaching the saloon. Mataa ilienda. The light were off. Alienda kusalo ingine kwenye wako na generator. She went to another saloon which had a generator. Alipomkosa hapo. When he missed her here. Nasema ni kweli. I think it is true. Ni kweli ametoa hii mimba. I think it is true this girl has gone to abort the womb. Akarudia nyumbani kwake. He went back to his house. Moto ya dada nayo imeisha. The phone was also off. Anajaribu piga hampate. He tried to call this lady, could not get her. Mara moja. Immediately. Akarudi. The man went back. Akasema siwezi oa mwanamke mwametoa mimba. He said I cannot marry a girl who has aborted. Huyu dada akakosa ndoa yake juu ya Yona. That lady missed her marriage because of Jonah. Yona neza kutungia maneno paka na mwalikuwa na kupenda iko na kuita majina za je, anakuchukia, anaanza kuona sawa tapili ya kupanguzia kwa buchafu. Jonah can
paint your name black and talk all sorts of evil against you. Even the one who could call you all good names can put you down and trample on you and you become a doormat. Mungu analipaka. God pays. Huyu Yona alikuwa anasumbua wenzake wasiolewe, naye siku yake ya ndoa ikafika. That Jonah was disturbing other girls that they don't get married. Her day came. Wale nao wote wakajipanga nao juu naye wamchafulie jina. All those ladies in that avenue planned also to paint her name black that she doesn't get married. Naye ndoa yake akaikosa. Ni hapa ilimuluma sana, akakia tubu na kuwalomba wale wote msamaha, akasema we nilikuia ndoa, nilikuia na wewe na wewe na wewe, na njoo maana yangu na mimi leo nakufa, munisamee. When she missed her marriage, that's when she came back to her senses. She came and repented to this girl, said, I'm the one who talked ill of you and you lost your marriage. Even you. Please forgive me. I'll never repeat it again, because she had felt the pain. Chochote unaweza ukakipande utakivuna. Whatever thing you sow, you'll reap it. Wagalatia 6:7, apandacho mtu atakivuna. Galatians 6:7 says, whatever thing you sow, you reap it. Usikue Yona wa benzako, usisumbue watu. Don't be Jonah of your colleagues. Don't disturb people. Mtu anakupokea mzuri, anakutendea mazuri, unamgeukia Yona. The person receives you well, does you good, you turn to be Jonah to the Watu person. wanampokea Yona mzuri mashua, wengine wanamsaidia karibu mtumishi, kumbe Yona ndio amewaingilia mashua. People received Jonah very well, welcome minister of God, yet Jonah is going to become a trouble in the ship. Lakini walipomtupa mumaji, But when they threw him in the water, kimya kaingia. calmness entered. Tambua Yona wa maisha yako, Recognize Jonah of your life. na usingoje And don't wait. mtupe mumaji, Throw him in water. kimya taingia. Calmness will come. Mungu akufungue macho, May God open your eyes umtambue Yona that you recognize Jonah na akupe kimya, and let God give you na calmness tulize hiyo zoruba. and let him cease that he Tunataka omba Mungu want to pray to God ili akufunulie nani ijo Yona. that he reveals to you who is Jonah. Na wengine walishaka watambua, walishaka wajua, lakini wanashindwa kuamua kumtupa kumai ama kuachana naye. And others have already recognized the Jonah of their lives, but they have refused to separate from him or to throw away that Jonah out of their life. Ila Mungu akusaidia kushindanie na Yona wa maisha yako. And may God help you and you overcome Jonah of your life. Tuombe Mungu. Let us pray to God. Baba, tumeshukuru kwa ujumbe huu. Father, we thank you for this message. Nani njoo Yona wa maisha yetu? Who is Jonah of our life? Utusaidie tuwatambue wa Yona, Help us that we recognize those Jonahs, wenye wanatuletea mashida, those who bring us troubles, na ututenge na mashida hiyo, and separate us from those problems, magonjwa, sickness, mateso, suffering, njaa, hunger, kukosa amani, losing peace, kurudi nyuma kiroho, kiimani, backsliding spiritually, kukataliwa, rejection, kuchukiliwa. to be hated. Kila Yona wa maisha yetu Every Jonah of our life, tuondolee Bwana, remove them for us, na Lord, utupatie amani and give us peace. kwa jina la Yesu In Kristo. the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Mungu akubariki. God bless you. Shalom, shalom. Peace.